Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei leo Jumatatu Oktoba 20 mwaka 2025 amemjibu kwa ukali Rais wa Marekani Donald Trump, akimwambia aendelee kuota endapo anaamini kuwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani mwezi Juni yaliweza kuharibu kabisa vituo vya nyuklia vya Irani. Khamenei pia alikataa pendekezo jipya la Trump la kuanzisha tena mazungumzo ya nyuklia ambayo yalikatishwa baada ya Israel kushambulia Jamhuri ya Kiislamu mnamo Juni 13, tukio lililoanzisha vita vilivyodumu kwa siku 12 na kusababisha Trump kuamuru mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kufanywa dhidi ya Irani. Rais wa Marekani anajigamba akisema wamebomoa na kuangamiza sekta ya nyuklia ya Irani. Sawa basi, aendelee kuota, alisema Khamenei kupitia ujumbe uliowekwa kwenye tovuti yake rasmi. Akiendelea, Khamenei alisema Trump anajiona mtaalamu wa mikataba, lakini kama mkataba unakuja kwa kulazimishwa na matokeo yake tayari yamepangwa, huo si mkataba bali ni dhulma na uonevu. Marekani haina mamlaka yoyote kuamua kama Irani iwe na mitambo ya nyuklia au isiwe nayo. Hizo ni siasa za kibeberu zisizokubalika. Kauli hizo ziliweka chini ya kichwa kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump chini Palestina, jaribio la kuwatoa Wazayuni kwenye kukata tamaa, zikirejelea hotuba ya Trump aliyoitoa katika bunge la Israel mjini Jerusalem Jumatatu iliyopita baada ya Hamas kuachilia mateka 20 wa mwisho waliokuwa hai kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano aliyosimamia mwenyewe. Wakati wa hotuba hiyo, Trump alirudia madai yake ambayo yamepingwa na mashirika ya ujasusi ya Marekani kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani yalifuta kabisa uwezo wa nyuklia wa Irani. Wakati wa hotuba hiyo, Trump alirudia madai yake ambayo yamekuwa yakipingwa na mashirika ya ujasusi ya Marekani kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani yalifuta kabisa uwezo wa nyuklia wa Irani. Aidha, alisema kuwa itakuwa kitu kizuri kama Washington ingeweza kuanzisha mazungumzo ya mkataba wa amani na Irani kufuatia kuanza kwa usitishaji mapigano huko Gaza. Katika mahojiano yake na Fox News jana Jumapili, Trump aliongeza kwamba Irani sio mbabe tena wa Mashariki ya Kati baada ya mashambulizi hayo ambayo aliyataja kama operation ya kijeshi nzuri zaidi kuwahi kufanywa. Hata hivyo, athari halisi za mashambulizi hayo bado hazijajulikana. Pentagon imesema kuwa mashambulizi hayo yamechelewesha mpango wa nyuklia wa Irani kwa kipindi cha kati ya mwaka mmoja hadi miwili, kinyume na ripoti ya awali ya siri ya ujasusi wa Marekani ambayo ilisema kuchelewa huko ni kwa miezi michache pekee. Iran, ambayo viongozi wake wamekuwa wakiahidi kuangamiza Israel, imekuwa ikikanusha vikali madai ya kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, imeendelea kuongeza kiwango kikubwa cha urani inayorutubishwa hadi viwango visivyokuwa na matumizi ya amani. Imezuia wakaguzi wa kimataifa kufika kwenye baadhi ya vituo vyake vya nyuklia, na pia imepanua kwa kasi programu yake ya makombora ya masafa marefu. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.